Pia kusema mwenyekiti wangu alishinda kujitambulisha, tuna mwenyekiti wa kijiji cha Mwembe Simba. Hapa anayezungumza ni Saleh Abdalla Mwaipaya almaarufu Mwaipaya Ujini, katibu wa masuala ya ulinzi na usalama wa kijiwe cha Mwembe Simba. Kwa hiyo usalama imeimarika hapa. Mimi naenda mbali zaidi kwamba mimi narudi nyuma kwa sababu mimi ni mtu wa kufanya utafiti. Kwa lugha nyingine mimi ni jasusi. Huwa naangalia kuna vitu sana ambavyo vinatia kasoro na vileta katika media ili mradi watu wavipokee, waifanyie kazi ili mradi tunusuru ligi yetu. Tusipozungumza sisi mashabiki wa klabu ya Simba, tusipozungumza watu wa Simba, tusipozungumza sisi wenye mpira wetu wa Simba, sababu wenye mpira katika nchi ya Tanzania ni watu wa Simba ambao ndio tuna umiliki halali wa mpira Tanzania. Tusipozungumza sisi hapa, hii ligi inaenda shimoni. Hii ligi inasababisha ajira za watu zitakufa. Midomo yote sisi haitaongea kuhusu masuala ya mpira, basi hali itakuwa tafalani. Lazima tutoke hadharani kwenye media tuzungumza yanayosibu. Mimi ndarudi nyuma tu kidogo. Miaka 4 iliyopita kabla Yanga hajakuwa bingwa, kuna kauli ilizungumzwa, sifahamu kauli hiyo. Nyinyi waandishi wa habari, nyinyi ni wapelelezi waandishi wa habari, tafuteni hiyo kauli hiyo hapo, ndio mtanielewa mimi hapa kwamba ligi imeishia hapa kwa sababu ilishapanda mbegu mbaya. Kauli ilikuja, simfahamu kiongozi gani alizungumza, sifahamu, lakini nyinyi mtatashare na nyinyi pale kwamba Yanga na TFF wana ugomvi. Hiyo kauli ilianza kusikika, haja kusikika. Waandishi wa habari na nyinyi mlipeleka mic mpaka kwa Karia. Kauli ilizungumzwa, Yanga na TFF wana ugomvi. Wakae Yanga, BMT na TFF wajifungie chumbani wazungumze tofauti za Yanga. Wakati sisi nje tunaoangalia mpira Tanzania hakuna ugomvi. Yanga wanacheza mechi 11 hapa Benjamin Mkapa, na haija kutokea toka dunia imeumbwa hii. Mechi 11 Benjamin Mkapa mfululizo. Umeelewa Mkapa? Lakini kauli ilikuja, lakini waandishi wa habari mkaminya maiki zenu, mkaminya kalamu zenu, kumbe mlikuwa mnasababisha ndio mbegu mbovu ambayo imetokea mpaka sasa. Kauli ile ilikuwa ni sumu katika masuala ya mpira. Baada ya kauli ile nini kilitokea? Baada ya kauli ile kutoka, tunakuta ikatambaa hundi, sijui kuna kampuni gani, sijui imedhamini, sijui mimi siwezi kuitaja, sijui, lakini wao wanajijua. Imedhamini ligi. Wawakilishi wa ile kampuni ni wa viongozi wa 88 FC. Mnajua timu ya 88 FC, mnajua nyi wenyewe. Umeelewa? Wawakilishi. Baada ya kutokea pale, watu wakaanza kupiga kelele. Alikuwepo Badra Gonzalez ambaye alikuwa ni CEO wa klabu ya Simba, lakini alipiga kelele na mpaka anatumiwa tiketi ya kwenda kwenye Kameruni kwenye mashindano ya African pale. Mkataba unavunja saa 12 jioni kama nyewe, yani pateni hivyo vitu hivyo. Umevunjwa mkataba wa kudhamini ile pale. Msimu uliofuata ile kampuni ile ikaanza kuingia kugonga nyumba kwenye vilabu sasa. Oya nakudhamini. Tumepanda mbegu mbovu. Mbegu hiyo ndio inakuja kutuhukumu sasa, umeelewa? Na ndio maana ligi imekuwa haina intensity aina yote. Kuna kocha wa timu ya 88 FC alishazungumza kwenye media zenu akasema ligi ya Tanzania haina intensity. Watu mkamchambua, watu wenye kumtukana akamtukana, lakini alikuwa na maana kwa sababu alicheza mechi moja na Dodoma Jiji, ile 88 FC walishinda goli 4 bila. Walivyocheza na klabu ya Simba, umeelewa, mguu wa shinge mguu wa roho. Na kwenye ile mechi ile wachezaji 7, first 11 7 waliwekwa benchi. Mimi narudia, ndio maana nakwambia mimi ni jasusi. Nafanya vitu ambavyo nimefanya utafiti, umeelewa? Baada ya kucheza mechi na Dodoma, wachezaji 7 first 11 waliachwa, akachezesha golikipa ambaye amesajiliwa na Dodoma Jiji, hata mechi moja hajacheza. Watu wakala goli 4. Lakini mechi ya Simba mguu wa shingo mguu wa roho, tumepata goli kwa tabu dakika za mwishoni, penalti. Baadaye kocha wa 88 FC anasemaje? Ligi ya Tanzania haina intensity. Alikuwa anaficha tu. Yaani alichokuwa anazungumza, si tu wewe usomea Cuba tunajua. Alikuwa anamaanisha kwamba mimi timu yangu mimi inapata ushindi na ni mwepesi. Timu yangu mimi tunacheza nje ya uwanja. Timu yangu mimi wao jamaa natuachia, umeelewa?
Na ndio maana tunasema tusiposema sisi watu wa klabu ya Simba huu mpira unaingia shimoni pale. Lazima tuutetee mpira Tanzania kwa sababu tuna mamlaka ya kutetea mpira Tanzania. 1998 klabu ya Simba imecheza mechi na Chapungu Rangers Zimbabwe kwenye klabu bingwa. Tumemfunga 2-2, magoli anafunga Thomas Kipese, Uncle Tom, nani anamjua huyo? Tumeshinda pale. Chapungu ameshinda kuleta timu Dar es Salaam hapa. Kafu akaipiga faini milioni 20. Kipindi kile Fati serikali haitoa ruzuku. Fati wanajiendesha wenyewe kupitia labda hizi pesa za nani za FIFA. Kafu wanaidai Fati hela. Akaunti kipindi kile za vilabu ziko katika nani, ziko upande wa nani wa chama cha soka. Kwenye akaunti ya nani ya Fati kuna milioni 20 ya Simba. Je, wasizitumie? Walikaa na viongozi wa klabu ya Simba, ikabidi ile hela itoke, ile itumiwe pale, Fati walipe ada yao, kwa sababu tungefutwa mpaka leo tusingekuwa tuko katika masuala ya mpira, tungekuwa tunacheza mpira wetu wa kwenye kichungu tu hapa huko ndani. Lakini tulivyolipa klabu ya Simba, baada ndani ya mwezi mmoja na nusu hivi Fati walirudisha hela klabu ya Simba. Kwa hiyo kuna maana kwamba sisi tuliibeba Fati klabu ya Simba. Tuna mamlaka ya kuzungumza kama uhuni unaofanyika kwa kipindi hichi. Tuna mamlaka ya kuzungumza sisi watu wa Simba, kwa sababu sisi ndio tuna mandate ya kuzungumza na masuala ya mpira. Kwanza tuna certificate ya FIFA. Nani ana certificate ya FIFA? Ni klabu ya Simba peke yake. Imekuja AFCON 2027. Nani kaileta hapa? Waandishi wa habari yani mtajua tu labda kwa sababu wamependa uwanja wa Benjamin Mkapa. Sio hivyo. Baada ya uzinduzi wa ile yale mashindano ambayo yalikuwa na Nebola ile Africa Football League, dunia nzima ilishuhudia pale. Kina Arsene Wenger walikuwepo pale. Yani dunia nzima yote ilikaa pale. Na ndio maana klabu ya Simba ndio iliyotangaza, na ndio maana hata Musepe akaona aibu kama nani El Flantino yuko hapa. Nimeshinda vipi kuleta mashindano hapa? Kwa hiyo klabu ya Simba ndio imetengeneza yani ndio role model wa mpira wa Tanzania. Asitokee mtu wa aina yote kuzungumza. Aje na data hapa. Hiyo yote 98 Yanga kwa mara ya kwanza anaingia kwenye makundi ya klabu bingwa. Na ndio tunaita 88. Toka tumpata uhuru haja kupata point 9. Anacheza nani. Kama Fati wangekuwa wameondolewa na kwenye mashindano, yani kwenye chama cha soka kilikuwa kimeondolewa na kafu, Yanga asingeshiriki. Wakashiriki na vile vile, kwa sababu ndio maana nakwambia hata kwenye mafanikio haya nyuma mwiko hawa klabu ya Simba ndio yani ndio imewabeba sana nyuma mwiko, kwa sababu tuliwapa mpaka wachezaji kina Alphonse Modesti, Shaban Ramadhani na Monja Rizeki. Na hawa kaandika historia, kwa sababu kafu kipindi kile walikuwa wanatoa goli moja shilingi milioni 1. Waandishi wa habari hamjui vitu kama hivyo. Mnapelekea watu hawafahamu hata mpira Tanzania. Kafu walikuwa wanatoa milioni 1 kila goli. Hao ndugu zetu walipiga goli 23. Kafu akafutilia mbali ile zawadi, mpaka leo haipo pale. Kuna zawadi ya nini? Kafu anatoa zawadi ya magoli. Hawa walipiga goli 23 hao. Kwa hiyo tunavyozungumza hivyo, narejea kwenye kauli aliyozungumza Wallace Karia kusema kwamba yoyote atakayeharibu dabi ya Kariakoo sio kwamba tutamfungia, isipokuwa tutamtia jela. Nimefanya ziara, nimeenda Ukonga, gereza la Ukonga, Nasolo Mwichu sijamuona. Nimekwenda Keko, gereza la Keko, Nasolo Mwichu sijamuona. Nimekwenda Segelea, Nasolo Mwichu sijamuona. Yuko wapi? Wallace Karia yuko wapi Nasolo Mwichu? Simamia kauli yako, kwa sababu huu mpira unakwenda shimoni. Na vile vile tunaomba, si mashabiki wa mpira, tunaomba utupe ufafanuzi kile kikao mlichokaa kile kati ya BMT na Yanga na WTFF kilijadili nini jambo hilo, au ndio madudu tunayoona safari hapa? Mechi ya Singida wachezaji wanafungiwa, ikija mechi ya Simba wanafunguliwa. Mechi ya JKT yani mchezaji anakaa tu pale, yani anamwacha depo yule anakwenda mkabi pale. Mechi ya Simba mguu wa shingo mguu wa roho. Mechi ya Dodoma mtu analala kabisa. Umeelewa? Mechi ya Singida ametacha Mnata, anacheka, anafunga goli la 3, anacheka. Jamaa wako vizuri. Mechi ya Simba na Singida, metacha Mnata alikuwa anatoka golini, anataka kwenda kupiga mpaka kwenye benchi la waamuzi wa akiba. Tunataka mpira utengenezwe, timu ipate ushindi wa halali. Hatutaki upangaji wa matokeo. Na ndio maana mimi naenda mbali zaidi kusema kwamba vipi
TAKUKURU wanasubiri nini kuingia katika ligi yetu? Mbona Italy aliweza? Kama tunataka tufanye ligi yetu hiyo bora, tuige mfano wa Italy. Italy kina Gattuso wametoka kwenye nondo wale. Kina Paolo Maldini wametoka kwenye nondo wale. Juventus walifungiwa wale. Wakanyang'anya mpaka pointi za nini? Za huko wanakokwenda kule. Nyie hamna habari. Lakini hapa watu wanachekeana tu hapa. Kamati ya masaa 72. Sasa nakuja kwenye kichekesho chenyewe kabisa kile. Kamati ya masaa 72 imetoa adhabu. Kwanza kwa upande wa Simba si na Yanga, mimi nane mimi sitaki hata kuwazungumza sana na wapaisha tu, kwa sababu watu wenyewe wajulikane wale. Imetoa adhabu kwa klabu ya Simba na yenyewe itoe hela. Wamemfungia Selemani Mwalimu kwa mechi 3. Ukikaa ukitafakari unaona kwamba hata kwenye adhabu ya Selemani Mwalimu kama kuna kasoro ipo. Moja ya kasoro mnasema nyinyi kwamba mtu kakimpiga mtu kiwiko mtu nani mchezaji mwenzenu mechi 5. Inakuwaje kwa Selemani Mwalimu mechi 3? Kama mliona adhabu kama nani kama inafaa pate adhabu ya mechi 5. Tumeona Alassane Kante kaenda kuchukua mpira tu kwa Feitoto akadondoka pale kafungiwa mechi 5. Tumemwona Jonathan Sowa kafungiwa mechi 5. Iweje kwa Selemani Mwalimu mechi 3? Itakuwa ina make sense hapo. Umeelewa kwamba kwa nini hawa bodi ya ligi hivi wana uweledi wa kuangalia sheria za mpira, au wanakutana tu mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, bana njoo kuna kikao, kuna posho, tuje kutoa adhabu. Unaenda kumfungia nani Musia? Abdi Banda amechelewesha muda dakika 1.5 nilivyohesabu mimi hapa. Kwa sababu napenda kuwa kusema haki. Unamwacha Didier Diala kapoteza dakika 13. Didier Diala yeye ni nani? Anacheza mbinguni? Au nyuma pazia kuna nani hapa? Tunataka nyuma pazia anayeharibu ligi ya Tanzania. Kuna nani hapa? Nyuma yake kuna nani? Umeshinda kumfungia Ibrahim Baka. Ana matukio mabaya mengi tu. Na mimi huwa nasemaga yule sio mchezaji yule. Yule ni mtu wa kadeti tu. Kwa sababu mpira una taratibu zake. Mpira lazima umlinde mtu, umeelewa? Unaacha kumfungia pale. Unaenda kumpa adhabu Duchu, unamwacha golikipa wa Dodoma Jiji alikuwa